Hello, habari rafiki yangu, siku njema leo. Mungu ni mwaminifu katika maisha yetu hata kutupa nafasi tena ya kuonana. Nimshukuru Mungu sana kwa sababu ya wewe, lakini pia kwa ajili yangu mimi ambapo ninaweza kukuhudumia tena neno la Mungu lililo hai. Na neno la Mungu liko katika maeneo mbalimbali. Zipo idea ambazo Mungu amezizungumza kuhusiana na biashara, lipo neno la Mungu kuhusiana na kazi yako, liko neno la Mungu kuhusiana na eneo lolote ile la maisha. Mungu hajajilimit, Mungu hajajiwekea mipaka katika maeneo mbalimbali ambayo anaweza akazungumza na watu wake, kwa sababu God is interested in the affairs of men. Mungu anapenda sana kujishughulisha na mambo yetu. Anasema tumtwike fadhaa, maana kujishughulisha na mambo yetu, kwa kwamba Mungu huyu ambaye tunamwabudu ni Mungu anayejishughulisha katika kila eneo la maisha yetu. Na leo naona Mungu anataka atuelekeze zaidi katika ni nini kilicho special, what is so special, ni nini cha kipekee kuhusiana na mahusiano katika Ukristo. Tunajua kabisa wote kwamba watu tunaojiita Wakristo ni watu tulioamini ukombozi wa msalabani. Japo tuna madini tofauti tofauti, tuna madhehebu tofauti tofauti, lakini watu wote tunaojiita Wakristo ni followers of Christ, ni wafuasi wa Kristo. Kwa hivyo ipo biblical model au iko biblical pattern ambayo imeshawekwa tayari na Mungu mwenyewe, ambayo inaweza ikatusaidia kujua upekee wetu kama Wakristo. Ndoa zetu kama Wakristo, mahusiano yetu kama Wakristo yanapaswa kuwa ya kipekee na wapagani, yanapaswa kuwa ya kipekee na dini nyingine tunazozifahamu ambazo zimetuzunguka katika maisha yetu. Upekee wetu hasa ni nini? Upekee wetu hasa ni kwa sababu kila kitu ambacho Mungu anataka tukifanye baada ya kuwa Wakristo kinatakiwa kielekezwe, kinatakiwa kichochee uenezwaji au ukuaji wa ufalme wake. Mungu anao ufalme hapa duniani ambao anataka kuextend, ambao anataka kuimarisha, ambao anataka kuuboresha. Kwa hivyo kila jambo lolote ambalo mtu anachukua ambaye anajiita Mkristo, iwe ni maamuzi kuhusu taaluma, yawe ni maamuzi kuhusu ndoa, yawe ni maamuzi kuhusu biashara, chochote kile, Mungu wetu amedhamiria na ameweka kanuni kwamba tunatakiwa kufanya maamuzi tukijua kwamba hayo maamuzi yanapaswa yatupeleke kwenye kueneza ufalme wake. Kwa hivyo kilicho tofauti sana na ndoa ya Wakristo, ndoa ya Wakristo na ndoa nyingine, au mahusiano ya kijana wa Kikristo na binti wa Kikristo, ni kwamba mahusiano hayo yamejengwa, yako based on a mission, yamejengwa kwenye utume wa kuishi kwa ajili ya Mungu, utume wa kuishi kwa ajili ya ufalme wake, utume wa kuishi kama mali ya Mungu. Hiki ndicho kilicho cha pekee. So hatuingii kwenye mahusiano au kuoana kwa sababu ya furaha yetu tu, kwa sababu tunataka kuwa happy. No, tunaingia kwa sababu tunataka kwa namna moja nyingine kushirikiana kuishi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Huu ndio upekee wa mahusiano. Na ukitoka nje ya upekee huo, lazima kuwe na shida. Ndio sababu unakuta kuna shida, watu wanalumbatiana, wanagombana masuala ya fedha, watu wanagombana masuala mbalimbali, sijui mbona huyu nani hii message nani ameingiza, sijui nini. Kuna vitu vingi unavisikia, especially kwa sisi ambao ni watumishi wa Mungu. Unasikia vitu vingi ambavyo ni kwa sababu watu hawako rohoni, watu hawaishi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo nitaka ni address leo kwa nini tunaingia kwenye mahusiano, kwa nini, ni kitu kipi cha pekee katika ndoa au mahusiano ya Mkristo. Na nadhani umenielewa, na Mungu akubariki sana kwamba tunaingia kwa sababu ya kuishi kwa ajili ya ufalme. Chochote ninachokifanya lazima kinipeleke, kinifikishe kwenye kuwa imara zaidi katika kueneza ufalme wa Mungu.